mkazi wa Igunda, ni mwalimu nafundisha shule ya msingi Igunda. Hapa maana tunaona kwamba ukifika tu unapokelewa vizuri, na lugha za watu wanazotupa hapa hawa wahudumu wana lugha nzuri sana ambazo zinaturidhisha, zinatutia moyo. Kwa majina naitwa nani? Kwa majina naitwa Elizabeth Mwamlima. Labda una ombi gani kwa serikali kutokana na huduma zinazotolewa? Kwa kweli ombi langu mimi nilikuwa naomba kwamba huduma hii ni nzuri sana, lakini siku mlizotoa ni chache, ningetuongezea siku. Maana eneo hili ni kubwa sana na watu ndio wanapoitikia mwitiko sasa hivi. Kwa hiyo wengi wanaendelea kuja. Ina maana mtakapoondoka mtakuwa mmeacha watu wengi hawajahudumiwa. Zoezi nimepokea kwa vizuri sana, tena kwa moyo mkunjufu, kwa sababu tumefika hapa tumepokelewa vizuri na watoto wetu, wametuuliza maswali, tumejibu, wametuelewesha namna ya kuja hapa kwenda kujieleza kwa daktari. Kwa hiyo wamefanya vizuri, tunashukuru. Okay, labda kwa huduma zinazoendelea hapa ungependa kushauri nini ambacho kiongezewe ama ambacho naona kiko tofauti kidogo? Hapana, mimi kwa utofauti wangu ni ile kama ilivyotangulia mtangulizi wa mbele kusema wangetuongeza kama muda kidogo, sababu hapa watu ni wengi na wengine walikuwa bado hawajasikia, kama si wengine wanasema walianza Jumatatu, wengine hatukujua. Tungeomba watuongezee siku kidogo kama 2-3, tunaiomba hiyo serikali yetu. Okay, labda mkifika hapa kupatiwa hiyo huduma mnachukua muda gani mpaka kuja kupata huduma? Huo muda inafuatana na muda uliotangulia wewe. Kama umewahi unapata kuondoka kwa kuwahi kwako. Kama umechelewa si lazima ufuate foleni. Hawana mapendeleo yote, kama wewe njoo wewe baki nyuma. Ni kuwahi kwako. Bahati Sekuru Senka. Tumelipokea kwa vizuri tu. Tusubiri tu huduma. Muda hautatosha kwa sababu mimi nimekuja kwenye muda saa 3 hivi. Nimepewa namba 153. Nafikiri inabidi wangezidisha muda tu wa kuondoka. Saleh Isa Simba. Hii ni mara yangu ya kwanza. Na kwa kweli tumelipokea kwa uzuri. Isipokuwa tu ninachokiona mimi hakuna usumbufu wowote. Ninachokiona mimi pengine ni ule muda ni mfupi. Hiki tunataka angalau wa chini kabisa angalau wiki 2. Sababu sasa hivi kwa maana ya mkoa na imani watu wa Chunya wa upande wa Songwe kule hawajafika, na kama wamefika basi ni wachache sana. Kuna watu wa wilaya ya Momba, kuna sehemu kama Kamsamba, Kutano, hata kusehemu za Ileje sina kama takuwa wamefika. Kwa hiyo inatakiwa ama la sio badala ya kufanya hivyo katika makao makuu ya hospitali ya mkoa, basi labda tulikuwa tunafanya katika district hospital. Kama katika siku kama hizo labda wa wilaya ya Mbozi hiyo na siku yake au siku zake Songwe na kwingineko. Hali kwa kweli ya mshaona kwamba watu ni wengi sana. Kikubwa ni kwamba nilichokigundua mimi ni kwamba sisi wa Swahili, labda nikisema kwa Swahili labda kwamba hatuna kanuni ya kucheck afya zetu. Ndio matatizo yake. Tunakuwa na malimbikizo. Mtu anaweza kuwa na gari, mimi nina gari, lakini na jitahidi sana kufanya service ya gari, lakini kuliko service ya mwili wangu. Sasa nimegundua ndio matatizo yake haya. Kwa hiyo nafikiri kitu naona tukiendelee ili watu wapate elimu hiyo. Ushauri wako ni nini kwa wengine ambao hawajafika ama katika zoezi hili hawajaitikia wito? Ni taarifa tu kwamba hawajapata. Hakuna mtu ambaye anakataa kuja kucheki afya yake. Kila mtu sasa, alafu wengine walikuwa na hofu labda kutakuwa na ada au malipo. Kisa toka tumekuja wengi tuna bima na nini. Wengine hii itasaidia pia watu kuwa na bima. Pamoja na kutibiwa, lakini pia watu hapa tunaeleza kwamba ni vizuri mkawa na bima ya afya. Mimi na bima ya afya, mimi na mke wangu. Na sasa kuna hizi bima za jamii za kwenye wilaya, CHF. Tunawaambia bado hii ni si kutatua tatizo.
sababu utatoka hapa na Dar es Salaam yamekukumba kule, inabidi sana uingia gharama zingine. Kwa hiyo nilikuwa nawashauri watu kwamba ni vizuri wakate bima kubwa. Hela ni ndogo, ni kitu kama shilingi 70,000 ni sasa labda na kuku kama wangapi, kama kuku 3. Kwa siku hizi kuku shilingi 55,000, bei ya chini kabisa. Kwa hiyo ni Paulo Mswila. Kweli nimepokea vizuri, kwa maana ya kwamba ni mara yetu ya kwanza kupata huduma kama hii. Kwa hiyo nina imani kwamba labda huduma hii inaweza kanisaidia katika tatizo hili. Ambao hawajafika nilikuwa na mapendekezo, kama wangefika wangejicheki afya zao jinsi zilivyo, kwa maana ya kwamba sisi tuna tabia ya kwamba unasubiri uumwe ndio uanze kutafuta utibiwe wapi, lakini sasa hivi kabla ya maumivu hawezi kukumbuka kuja kujicheki. Pata nafasi ya kuzungumza na waliohudumiwa, nao walikuwa na haya ya kusema. Generosa Alberto, nimewahi asubuhi niliposikia jirani yangu aliniambia kwamba kuna madaktari bingwa anakuja kupima presha hadi mapigo ya moyo. Nikaona niwahi asubuhi, nikaa nimewahi, nikapata namba 19. Wameanza huduma, nimepima kwanza kilo, nimepima presha ipo, nikaambiwa nije huku daktari ameniambia niende kuchukua dawa kule nilikotoka, na nimeambiwa kwamba kwa nini nilikuwa situmii dawa, presha ipo, niwe natumia dawa maisha yangu yote presha. Nikiacha kutumia dawa ya presha nitapata matatizo makubwa, ndivyo daktari alivyoniambia. Serikali katika jamii imeamua kusogeza huduma karibu. Hili unalionaje wewe kama mwananchi, na umeshakiri kwamba ulikuwa na matatizo lakini ulikuwa hujajua kwamba una matatizo? Hili umelipokeaje? Mimi naona ni vizuri. Kwa kweli tumehamasika na nimeona wenzangu wengi bado hawajapata huduma. Kwa hiyo tulipopata na tangazo hilo tumehamasika, tumelipokea. Tunatumia dawa na tumeshauriwa tusiache dawa ambayo tunakutwa na matatizo. Unatumia nafasi hii kutoa ushauri gani kwa wale ambao wapo majumbani licha ya tangazo kutolewa lakini hawajajitokeza? Kwa tangazo kama hawajasikia ndio hawatajua, lakini kwa tulivyofika hapa tumeambiwa tusiache kuja hospitali, hata kama uumwi unakuja kuchukua tu dawa unarudi. Nashukuru kwa kweli, serikali imetuona, imewatuma watu madaktari wamekuja kutusaidia na tumepata elimu, tutaendelea kupata dawa hapa siku ya maisha. Bridget Timothy Haule. Hii huduma ni nzuri sana na tunategemea kuwa kila wakati ifanyike hivyo. Wasitukatishe tamaa, kwa kweli huduma imefanyika vizuri na wametuhudumia vizuri mno. Naomba hali hii iendelee hivi, wasikate tamaa. Na awali ulikuwa unaishi ukiwa unatambua kwamba una matatizo ama umegundua leo baada ya kupata vipimo? Kwa kweli kukusana kutokuwa na elimu, tulikuwa tunajiamini kwamba sisi ni wazima. Lakini kutokana na elimu zao wanazotupatia, kwa kweli tumegundua tunaishi kumbe tuna magonjwa. Tunaomba hata wale ambao hawajaja wajitahidi waje kupata hali kama hii. Dr. George Longoka kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete. Kweli tulipata mwamko wa kuja kufanya kazi katika mkoa wa Songwe. Huu ni mwitikio wa mwaliko uliotolewa na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Chikujalala. Aliona kuna challenge, kuna matatizo mengi sana ya afya, na wagonjwa wengi wanapata shida. Of course wanaonwa na madaktari wa hapa, lakini kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinapungua kidogo. Akaona bora tuje tuwaone hao wagonjwa, na wengine tutawaacha wataendelea kuonwa hapa na maelekezo mengine wataendelea kuyafanyia kazi yale tunayofanya sisi. Kwa mkuu wa mkoa alikuwa amewasiliana na mkuu wa kitengo cha moyo cha Jakaya Kikwete na uongozi mzima wa Jakaya Kikwete, kwa hiyo ndio ukao umetutuma sisi kwa ajili ya kuja kufanya hili zoezi katika mkoa wa Songwe. Kwa hiyo jumla tulikuwa tumekuja madaktari wawili na manesi wawili na technician mmoja.
ambaye anatusaidia kwa ajili ya kufanya baadhi ya vipimo kama ECG na nini na nini na nini. Kwa hiyo sisi tulikuwa tumekuja, kuna vipimo vingi tulikuwa tumeomba hapa, vichache wanavyo, lakini vipimo vingi hapa havipatikani. Lakini sisi tulikuwa tumekuja pia na kipimo portable echo kama mnavyoiona hiyo hapo, ambayo inasaidia kufanya screening za kawaida katika hao wagonjwa. Kwa hiyo tumekuja katika mkoa wa Songwe, mapokezi kwanza tulipofika ilikuwa ni mapokezi mazuri sana. Sisi tulifurahi na hali ya hewa pia. Lakini tulipoanza zoezi siku ya kwanza ya Jumatatu, mwitikio wa watu ulikuwa ni mkubwa sana. Watu walikuwa ni wengi sana kuliko hata uwezo ambao tulikuwa tuna uwezo wa kuhudumia. Kuanzia siku ya kwanza tulipofika mpaka leo ni siku ya 3, lakini mpaka sasa hivi tumehudumia watu zaidi ya 300. Kwa hiyo ukiangalia tumejiadjust mpaka mwisho kabisa wa uwezo wetu, kwa sababu ideally kwa siku daktari clinic unatakiwa uone wagonjwa 15 hadi 20, lakini hapa tunaona wagonjwa zaidi ya 70 kwa siku kwa kila daktari mmoja. Kwa hiyo ni imagine, na kuna watu wengine wengi wanaokuja tunashindwa kuwaona, inabidi tuwarudishe, wanakuja kesho. Kadri siku zinavyozidi kwenda ndio namba ya wagonjwa inavyozidi kuwa kubwa. Nafikiri matangazo bado yanaendelea kuwepo kwenye vyombo vyenu vya habari, lakini pia na watu tunaohudumia wanaenda kutoa habari kwa wenzao. Kwa hiyo kadri siku zinavyozidi kwenda ndio idadi ya wagonjwa inavyozidi kuongezeka. Na hadi tunachanganyikiwa tutafanyaje, kwa sababu tunahisi hadi siku ya mwisho kuna baadhi ya wagonjwa pia tutakuwa tumeshindwa kuwaona. Lakini cha msingi ni kwamba katika mkoa wa Songwe matatizo ya moyo yapo na ni makubwa sana. Hatuwezi tukasema exactly ni kwa kiwango gani, kwa sababu ili uweze kusema hivyo lazima unahitaji ufanye research, uingize data, uanalyze. Lakini kwa kifupi tu tulivyoweza kuona, hawa ni wagonjwa ambao wamekuja wana complain tayari za moyo. Kwa hiyo kusema kabisa kwamba yani ni kubwa sana, kwa sababu ni watu ambao tayari wanaumwa na wengine tayari wana pressure na wanahudhuria baadhi ya kliniki. Lakini tulichogundua ni kwamba wagonjwa wengi pressure zao bado hazijakaa vizuri, pamoja na kwamba wako kwenye matibabu. Kwa hiyo kuna matibabu ambayo tutayaweka vizuri na wataendelea, baadhi ya wagonjwa wataendelea kuhudhuria kliniki za hapa. Madaktari wa hapa ni wazuri sana, wataendelea kufanyia kazi baadhi ya orders ambazo tumezitoa sisi. Lakini pia na wenyewe wataendelea kuadjust orders kutokana na hali ya mgonjwa itakapokuwa inaendelea. Lakini kuna baadhi ya wagonjwa wachache tumewalifaa hospitali ya rufaa ya mjini hapa Mbeya. Sasa tunaamini pale kuna madaktari pia na specialists ambao mimi binafsi nawajua wawili watatu. Wataendelea kuwaona na kuendelea kurekebisha dozi zao kutokana na hali itakapokuwa inaendelea kwenda. Lakini pia kuna baadhi ya wagonjwa wachache tumewalifaa kwenye hospitali yetu ya Muhimbili. Hospitali ya Muhimbili, lakini pia na katika kitengo cha Jakaya Kikwete. Kuna watoto ambao tumeweza kuwaona kama 8 au 9 hivi, ambao katika watoto 4 walikuwa wanahitaji wawe referred, ambao tumeshaandikia referral Muhimbili. Probably watakapokuja next week watatukuta tayari tuko kule na tutawapokea. Lakini watu wazima pia kuna wagonjwa kama 20-25 hivi ambao na wenyewe tumehisi kwamba wanahitaji kuwa referred kuja kitengo cha moyo cha Jakaya Kikwete. Sasa mahitaji ya matibabu wanayohitaji ni zaidi ya matibabu ambayo yanaweza kupatikana hapa wala Mbeya mjini. Na wagonjwa wengi ambao tumewaona, wengi wao ni wagonjwa wa pressure ambazo pressure zao ziko juu sana, pamoja na kwamba wako kwenye matibabu. Lakini kuna wagonjwa ambao tunaita wana heart failure au moyo umeshindwa kufanya kazi pia wapo. Kuna wagonjwa wengine mishipa imeziba ya kwenye damu ambao tunahisi mishipa imeziba pia wapo, ambao watahitaji matibabu au uchunguzi zaidi. Kesi za valve tumeona zipo chache kama 3-4, lakini sio nyingi sana kama mikoa ya kaskazini ambapo tunaziona. Katika watu waliofanikiwa kuja hapa, whether walipata huduma ya kwetu sisi moja kwa moja au hawakufanikiwa kutufikia sisi, kwa sababu sisi tulikuwa tumeona tudili tu na magonjwa ya moyo. Lakini kuna mtu mwingine alikuwa anakuja ana tatizo lingine kabisa, mtu mwingine anasema mimi naumwa tumbo, lakini amekuja hapa. Kwa hiyo wale wengine walikuwa screened, lakini mtu yoyote ambaye alifanikiwa kufika hapa, whether ametuona sisi au hajatuona, alipata bahati pia ya kupata elimu ya afya. Kwa sababu tumekuja na wauguzi wawili ambao ni wauguzi waandamizi, ni wako very senior, walikuwa wanatoa ile huduma elimu ya afya pale. Na elimu ya afya ilikuwa ni ya muda mrefu, na kila mtu aliyehudhuria alifanikiwa kupata nafasi ya kuuliza swali. Lakini kwa watu ambao hawakufanikiwa kuja hapa,
kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukavifanya katika kupunguza haya magonjwa ya moyo. Kuna baadhi ya vitu tunasema ni risk factors, au kwa jina kwa Kiswahili rahisi tunaweza nikasema ni nini? Ni viashiria. Zile riski kuna zipo ambazo zile tuna uwezo wa kuzimodify, lakini ziko zingine ambazo hatuna uwezo wote wa kuzirekebisha. Mfano riski ambazo hatuna uwezo wa kuzirekebisha kama umri. Unaona hapa watu wengi ni watu wazima. Sasa umri unavyozidi kwenda unakuwa na riski ya kupata magonjwa ya moyo. Hiyo hatuwezi kabisa kuirekebisha. Yaani hiyo iko nje ya uwezo. Au kama una family history, yani familia yenu na magonjwa ya moyo. Kama labda baba alikuwa na moyo mkubwa au alikuwa na pressure au kuna mtu kwenye familia yenu alikufaga ghafla. Hizo zote ni riski zinakuweka na wewe katika uwezekano pia wa kupata magonjwa ya moyo. Hizo haziko yani ndani ya uwezo wetu wa kuzirekebisha. Lakini kuna vitu ambavyo tunavifanya sisi kila siku ambavyo tunaziita ni modifiable risk factors. Ni vitu ambavyo sisi tunaweza tukavibadilisha. Mfano ni kuvuta uvutaji wa sigara. Tunajua cigarette smoking inakuweka katika riski ya kupata magonjwa ya moyo. Hata unywaji wa pombe uliokithiri. Tunasema unywaji wa pombe kidogo sio mbaya sana, moderate. Lakini ukinywa sana inaongeza riski ya kupata magonjwa ya moyo. Sasa kwa watu wa huku kama Msafu au Mnyakyusa ukimwambia moderate alcohol, mtu mwingine mfano anakunywa bia moja kwake ameshalewa, mtu mwingine akinywa bia 10 bado hajalewa. Sasa quantify inakuwa ni ngumu, lakini tu tunasema moderate. Sawa. Haya, kuna uzito ukiwa mkubwa sana, wale watu ambao wanakuwa obese, wanakuwa wanene sana, pia inaongeza riski ya kupata magonjwa ya moyo. Kwa hiyo sasa hapo tuone jinsi gani unaweza kuhakikisha haui mnene sana kupitiliza. Mfano kufanya mazoezi. Sawa, kuweka taratibu kufanya mazoezi. Na sisi tuna recommend at least dakika 20 hadi 30 kwa siku. Kuna vitu vingine kama kuhakikisha unakula chakula ambacho ni kizuri, kupunguza kula vyakula vyenye mafuta mengi. Cholesterol haya yanasababisha unakuwa na uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaweza tukavibadilisha, lakini kuna vingine viko nje ya uwezo wetu. Vile ambavyo viko nje ya uwezo wetu basi tumwachie Mungu. Tukishapata pressure basi tutadili nayo kadri tutakavyoweza. Lakini hivi ambavyo tuna uwezo wa kuvibadilisha basi tuhamasishe tu watu wajitahidi wavifanye ili wajiepushe na uwezekano wa kupata magonjwa ya moyo. Kwa mtu ambaye hajaonekana na shida yoyote ya moyo, literature zinashauri kwamba at least mara moja kila mwaka. Ila kwa mtu ambaye amepatikana na shida ya moyo, huyu sasa ndo tunampangia. Na yeye inategemea na severity. Mfano kama mtu ana pressure ya kawaida, sisi kawaida tunaonaga wagonjwa kila baada ya miezi 3. Lakini inategemea. Kama mgonjwa ana shida ya valve, alafu umeona valve yake iko tu, shida yake ni kidogo, unaweza ukampangia kila baada ya mwaka au anarudia kufanya hii echo ili tuone kama ile severity inaongezeka au iko pale pale au ni vipi. Lakini kama akiwa na tunasema moderate unampangia miezi 6. Kama akiwa na severe unampangia kila baada ya miezi 3. Na kuna baadhi ya wagonjwa unaweza kumpangia hata kila mwezi wewe unamuona. Sometimes hizi guidelines zina maelezo yake, lakini saa nyingine ni wewe mwenyewe daktari unafanya maamuzi yako binafsi kutokana na jinsi mgonjwa unavyomuona, sio kutegemea sana hizi guidelines. Sababu kuna mgonjwa mwingine anaweza akaja anashindwa hata kuhema na nini, unasema huyu nampa dawa alafu nataka nimuone tena baada ya wiki 2. Nione kama hizi dawa zimemsaidia au vipi. Kwa hiyo guideline inaweza kusema mwezi mmoja, lakini wewe ukaona huyu mgonjwa anahitaji nimuone baada ya wiki 2. Katika mkoa wetu wa Songwe tuna zoezi linaloendelea. Limeanza siku ya Jumatatu tarehe 16. Nategemea kulihitimisha kesho siku ya tarehe 19. Zoezi lenyewe ni ujio wa madaktari bingwa wa magonjwa ya moyo ambao wanatoka katika taasisi ya magonjwa ya moyo ya Jakaya Kikwete iliyopo Muhimbili, Dar es Salaam. Wamefika hapa mkoani kwetu katika hospitali ya Vwawa iliyopo Mbozi, na shughuli kubwa wanayofanya ni kuwaona wagonjwa wa magonjwa ya moyo na magonjwa mengine mwambata ambao huwa yanaendana na magonjwa ya moyo kama shinikizo la damu, sukari na kadhalika. Sasa toka wafike wamekwisha fanya kazi kubwa ya kuona wagonjwa hawa, ambapo
siku ya kwanza waliweza kuona wagonjwa 120. Jana ilikuwa siku ya pili, wameweza kuona wagonjwa takriban 109, na leo wanaendelea kuona wagonjwa. Wanalifanya, wanawaona wagonjwa kwa maana ya kufanya diagnosis, wanaandika matibabu pale panapohitaji matibabu, wanafanya vipimo pale panapohitaji vipimo kutokana na vile ambavyo wanakuwa wamechukua historia ya mgonjwa. Kwetu sisi imekuwa ni fursa ya kuweza wananchi wetu wa Songwe kupata huduma hii. Kama mnavyojua, hatuna hospitali ya rufaa ya mkoa mpaka sasa ambayo inaweza kutoa huduma hizo. Tunatumia kwa muda hospitali ya Vwawa kama hospitali ya rufaa ya mkoa, lakini haijawa na kada zote za madaktari bingwa kuweza kuwaona wagonjwa aina zote. Mpaka sasa daktari bingwa tulionaye katika hospitali yetu ya Vwawa, daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama. Kwa hiyo haya magonjwa mengine hatujawa na madaktari bingwa. Kwa hiyo tuna juhudi za mkoa ni kuhakikisha kwamba wao tuwe tunawapata kwa muda ili waweze kuwa waona wagonjwa kama hao. Kwanza niseme namna gani tulijipanga awali kabla hata hii zoezi. Kwanza tulipata takwimu za wagonjwa wanaohudhuria katika kliniki zetu walio na matatizo ya moyo mkoa mzima. Na takwimu tulioipata ilikuwa wagonjwa 210. Lakini unaweza ukaona baada ya kutangaza zoezi likaja na shughuli ikaanza, wagonjwa ambao wamejitokeza ni wengi sana. Na kweli wana matatizo, sio kwamba wana pretend. Kwa hiyo utaona hata wale waliokuwa wakihudhuria ni wachache kuliko ukubwa wa tatizo ulivyo. Zoezi hili tayari limetusaidia kujua kwamba tuna watu wengi kwenye uhitaji kuliko tulivyokuwa tunafikiria hapo awali. Na umeongelea habari ya rufaa. Kuna wagonjwa wengine wamepatiwa rufaa. Wagonjwa waliopatiwa rufaa wengi ni wale ambao walikuwa hata hawajaja kwenye huduma zetu za kawaida. Anagundulika, lakini anagundulika tatizo lake ni kubwa ambalo haliwezi likafanywa kazi hapa. Aidha wengine watahitaji upasuaji, ambapo hospitali yetu hii haina facility za kufanya shughuli hiyo hapa, mpaka waende kule taasisi yenyewe ya moyo Muhimbili. Lakini wengine pia wanahitaji kufanyiwa intervention nyingine za matibabu ambazo haziwezi zikatolewa hapa, lakini watoaji ni hao watakwenda kukutana nao Muhimbili. Sasa unaweza kaiona kama changamoto, lakini sisi kwetu sisi tunaiona ni kama ni mafanikio, kwamba zoezi limeweza kutusaidia pia kuibua mambo mengine ambayo tulikuwa hatujayafahamu vizuri. Wagonjwa wapo, lakini wamekuwa hawaji kuchukua kupata matibabu katika vituo vyetu vinavyotolea huduma. Sasa naamini sasa elimu ambayo imetoa, mmeona pale kwamba kuna na elimu inaendelea kutolewa, itawaleta sasa waje kupata huduma zetu kabla hajafika pale. Unaweza ukashangaa kuna mtu alimueskoti mgonjwa kuja kupata matibabu hapa, lakini alipofika akamwambia na wewe tukupime, tuangalie status yako, kakuta yule alikuwa na tatizo zaidi hata yule aliyekuwa amemueskoti. Yaani aliyemueskoti ndiye alikuwa na tatizo zaidi kuliko aliyeletwa kama mgonjwa. Kwa hiyo sisi kwetu sisi ni changamoto, lakini ni positive challenge ambayo inatufanya tujue ukubwa wa tatizo na namna gani tu. Kwamba wataalamu wanatushauri kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Na tumeona watu wengi sana kesi zao zinatokana na kutozingatia mlo na kutofanya mazoezi. Mna mkakati gani ili kuona kwamba mnawekeza zaidi kwenye utoaji wa elimu kuliko tiba? Ni kweli. Haya magonjwa tunaita non-communicable disease, magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Pressure, moyo, sukari, saratani na kadhalika yapo katika jamii yetu, na kwa siku za hivi karibuni, baada ya kuwa na uwezo pia wa kupima na kubaini, ni tatizo kubwa kuliko tulivyokuwa tunalichukulia hapo awali. Kwa hiyo serikali imeweka msukumo mkubwa sana kuhakikisha kwamba tunakinga watu wasipate matatizo haya, na sana madhira makubwa. Sasa umezungumzia swala la namna gani tunajikinga tusifike huko. Tunajikinga tusifike huko. Kwanza, kama hivi serikali inatoa elimu kupitia vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, tunatoa elimu ya afya kila siku
kuhusu matatizo haya. Lakini pia tunazo kliniki maalum kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Rai yangu ni tuje kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Si lazima tuwe tumeshaugua ndio tuje kwenye vituo. Tuje tucheki afya zetu. Gari lako likifikisha kilomita 5,000 unawahi kupeleka garage, hata linaendelea kuwaka, lakini wewe unawahi kwamba kilomita zimeisha. Lakini mwili wetu sisi wenyewe hatujali kwamba hapa tunapaswa kwenda kufanya uchunguzi. Rai kubwa ni hiyo, lakini serikali yenyewe imeweka utaratibu kwamba ukija kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma utachekiwa pia na magonjwa hayo ambayo si ya kuambukiza, ambayo sasa hivi jamii yetu inapata shida. Elimu inalenga hasa kwenye aina gani maisha tunavyoishi, tunakula nini, tunafanya mazoezi, tunafanya. Mheshimiwa Makamu wa Rais Samia Suluhu alishaweka siku za mazoezi. Sasa wengine tunasubiri mpaka hizo siku za mazoezi. Ile ni kuleta mwamko kwamba tuna uhitaji wa kufanya mazoezi. Kwa hiyo hamasa ifikie jamii yetu tuweze kufanya mazoezi. Lakini tunatoa elimu ya namna gani tule. Sio tu kula, vyakula gani unakula, wakati gani unakula, na vinakusaidia vipi na vinakukinga vipi. Vyakula gani uepukane navyo kwa kiwango gani. Haya ndio yanayofundishwa kwa undani zaidi tunapofika kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Hata katika zoezi hili wale wananchi waliokusanyika hapa wanapata elimu pia, ili kusudi tuwakinge wasiende, wale ambao wameshaathirika wasipate madhara zaidi, wale ambao hawajaathirika wasiingie katika tatizo kama hili. Watu wasiozidi 210 kwa mujibu wa takwimu mlizokuwa nazo. Sasa wagonjwa ama watu idadi imekuwa kubwa zaidi na siku zenu zinakwenda kuisha. Vipi? Mtaongeza muda wa kuwaweka madaktari bingwa hapa ama itakuwaje? Mpaka sasa namba hiyo ya 210 tulishaifikia na zaidi kwa siku 2 tu za awali, na bado tuna siku ya leo, bado tuna siku ya kesho. Tutaendelea kuwaona, lakini tuliweka utaratibu pia kutoka mawilayani. Wale wagonjwa ambao walikuwa kwenye kliniki wanaletwa na halmashauri zimeweka utaratibu wa kuwaleta hapa waweze kuonwa. Nakubaliana na wewe kwamba siku hazitaweza kutosha kuwaona wagonjwa wote hawa, lakini sehemu kubwa ya wagonjwa tunaowaona hapa kwenye zoezi hili wangeweza kuonwa hata na huduma zetu sisi hapa mkoani za kawaida. Ndio maana utaona tunafanya trial, tunasikia kuna ambao wanahitaji kwenda kuona madaktari bingwa, wana tatizo makubwa, lakini kuna wengine ambao wana matatizo ambayo wangeweza kuwa wanaweza kuonwa hata na madaktari wetu kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma, lakini walikuwa hawajitokezi. Zoezi limetusaidia na tunawapa elimu kwamba wewe huhitajiki hata uonane na daktari bingwa kwa tatizo lako hili. Unaweza ukaendelea kuonwa hapa. Kwa hiyo sehemu kubwa, asilimia kubwa ya wagonjwa ambao tumewapata tungeweza hata sisi wenyewe kwa uwezo wetu wa ndani kuwa tunaweza kuwaona. Wamekuja kwa ajili ya zoezi. Hiyo ni positive outcome tulioiona ambayo imetusaidia kuwaleta. Hawa ambao wanahitaji huduma za kibingwa, wapo ambao tayari wameshakuwa referred na watakwenda Dar es Salaam naamini, lakini pia wapo ambao huduma yao inaweza kupatikana hata hospitali ya rufaa ya Mbeya, rufaa ya kanda ya Mbeya, na wenyewe wanaelekezwa. Hata hao ambao hawataonwa na madaktari bingwa lakini sasa wanakuja, tutaendelea wale tunaweza kuwatibu, lakini wale ambao tunahitaji kuwapatia rufaa tunawapa rufaa. Management ya mgonjwa, rufaa nayo ni sehemu ya management ya mgonjwa. Sister Flora Kasembe ni afisa muuguzi ambaye nimebobea kwenye upasuaji wa moyo upande wa chumba mahututi. Yaani wale wagonjwa kishapasuliwa mara nyingi tunawachukua katika chumba mahututi kwa ajili ya kuweza kuangalia. Na mahututi sio kwamba lazima awe mahututi, lakini wanahitaji uangalizi wa karibu kwa kutumia vifaa maalum kama vile vifaa vya kuweza kumfanya aheme. Lakini pia na utaalamu pia katika chumba cha kufunga matundu ya moyo
bila upasuaji kwa kutumia mishipa mikubwa. Kwa hiyo tumekuja hapa Songwe kwa mwaliko wa mkuu wa mkoa Mama Chiku Galawa ambaye alituita hapa Songwe kuja kufanya upimaji wa afya ya moyo kupitia taasisi yetu Jakaya Kikwete ambayo iko Dar es Salaam katika eneo la Muhimbili. Tumekuja hapa, tuna siku ya 3 leo, tumepokelewa vizuri, tunaendelea vizuri na zoezi kama mnavyoona, wagonjwa wetu wako na furaha. Na kitu kikubwa ambacho tumekiona cha kwanza, tuliona ni vizuri tukatoa elimu ya afya kwa wananchi kabla ya kuwapa huduma. Kwa kweli wananchi wamehamasika na tumeweza kugundua wakati wa kutoa huduma ya afya, elimu ya afya, vyakula ni vingi, lakini unaposema chakula bora, mtu anakula ili mradi chakula, sio chakula bora. Ni walimaji lakini wao sio watumiaji. Tumegundua kwamba wao wengi ni wanatumia kama biashara. Na hata kama akila chakula, hafuatilike chakula bora. Mfano anatakiwa kula mboga za majani kwa wingi, jamii ya mikunde kama carrot, si ndio jamani? Matunda pia. Kwa hiyo unakuta ule ulaji pia sio mzuri ambao unaweza kupelekea shinikizo la damu na matatizo mengine ya moyo. Kitu kingine ambacho tumegundua, ufanyaji wa mazoezi ya mwili. Kama mnavyojua ukifanya mazoezi pia unaufanya mwili wako unakuwa active na pia inasaidia kuzuia kupata shinikizo la damu. Kwa hiyo watu kufanya mazoezi imekuwa mpaka aandikiwa na daktari. Kwa hiyo tumekuja kuona kwamba jamii inatakiwa ijue elimu ya afya, juu ya afya ya mwili, mazoezi, juu ya chakula na mambo mengine. Na tumekuja kugundua kwamba watu wengi wamepata shinikizo la damu katika Songwe. Kwa sababu kesi nyingi ambazo tumezipima, shinikizo la damu limekuwa liko juu. Lakini tatizo ni kwamba baada ya kuwapa elimu, mgonjwa anakuwa wazi, hatumii dawa ipasavyo. Anakwambia niliacha, kwa nini? Anasema niliona imekaa vizuri siku moja. Kwa hiyo kuwa vizuri siku moja si kwamba amepona. Kwa hiyo tumetumia hiyo nafasi kama elimu kuelimisha wagonjwa katika utumiaji wa dawa. Tumeweza kuwapima na kuwaelekeza nini cha kufanya, lakini tumegundua kwamba kuna kesi ambazo zimeshakuwa tayari ni chronic ambazo zinahitaji matibabu zaidi la kwa kuattend clinic ya hapa mkoa wa Songwe, na wengine tumeweza kufanya refer kwenda Dar es Salaam pale Jakaya Kikwete katika mapigo yako ya moyo yako 86 ambayo ni kawaida kabisa. Hatutegemei yafike mpaka 100. Lakini pressure yako hapa inaonekana una 178 chini ya 117. Sasa wewe una viashiria vya kuweza kupata blood pressure. Labda nikuulize, una tatizo la shinikizo la damu? Uko kwenye dawa? Je, unafanya matumizi sahihi ya kutumia dawa? Una attend kliniki yako regular? Sawa, basi endelea kutumia dawa. Pia chakula, naona pia weight ulionayo inakuhitaji kufanya mazoezi, kula ugali usawa ngumi yako. Damu moja wapo inaweza kuwa ni stress, anaweza kuwa ni tension, anaweza kuwa hata ulaji wa vyakula. Na wababa wengi viti virefu au nyama na vyakula vyenye mafuta chumvi nitaenda sana kwa avoid. Lakini kitu kingine cha msingi zaidi pia kufanya mazoezi ni tiba. Watu wengi wajua kama mazoezi ni tiba. Asubuhi kiamka, 30 minutes inatosha. Anaweza kufanya jogging akaoga ndio akaenda kazini. Sawa? Alafu hata nyama pia, mfano kama kuku wa kienyeji, unajua kwenye ngozi kunakuwa na mafuta mengi. Yule kuku inabidi amshume. Toa ile ngozi avoid pia red meat. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.